Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema, ameniokoa pamoja na nyumba yangu. Amenipatia usima wa kuamkia mahali hapa. Kwa hivyo nashukuru pia kuwaonya mkiwa washindi. Bwana Yesu apewe sifa. Na baraka ya mvua tuko nayo kwa muda mrefu. Hiyo ni mpango ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuinamishe vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tazama ni wakati njema tumerudi kwako tukiwa wenye dhambi, tunahitaji msamaha. Baba, tunaomba tusamehe, tutakase katika roho na mawazo na fikra zionekane zikiwa takatifu mbele yako. Baba, tunahitaji utuoshe na uturudie katika njia zetu, ufalme usio safi na takatifu. Asante kwa ajili ya neema na baraka zako, asante kwa ajili ya uzima umetupatia, asante kwa ajili ya baraka ya mvua, asante tumekuona tumeingia mahali hapa. Kumbuka wale wapendwa wako katika hospitali, manyumba, gerezani, walio wagonjwa, walio na vita, usimamishe vita ya Shetani. Baba, naomba ukatembee na kwa kila mmoja tuongoze vile upendavyo. Na amulisa kila nguvu za giza zinazoleta vita kati yetu ipate kushindwa. Waachilia malaika 12 wakashuka katika neno, ukanikulie nipatie kima na busara na uerevu. Asante kwa yale yote umetenda. Jina la Yesu safi takatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kuchukua katika maandiko ya Mithali 11 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16. Ni kitabu ambao cha pili katika kitabu ya Sulemani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia, Biblia atuambia kwamba Sulemani alikuwa mwenye hekima na busara na maarifa. Ndio kwa sababu katika njia zake zote alimuona Bwana. Katika majaribio alikuwa anatembea, katika majaribio alikuwa anashinda majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika hii Mithali kitabu cha Sulemani tunataka tuone vile na tuelezea kama sisi wa Kristo tunafaa tuege ama tukae katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Mithali 11 kuanzia mstari wa 9. Maandiko yatuambia iwe asiyemcha Mungu umpoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ati asiyemcha Bwana upoteza jirani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Asiyemcha Bwana upoteza jirani yake kwa kinywa chake, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Ni jinsi gani yule asiyemcha Bwana upoteza mwingi? Ukiwa mtu Mkristo wa kusika maneno mengi utapotea, utakwasika na utaweza kuomba vyema ndio pokee nguvu za Yesu Kristo. Kwa hivyo maandiko yatuambia kwamba asiyemcha Bwana upoteza jirani yake kwa mambo mengi, kwa kinywa chake yenyewe. Na sio mtu akitegemea Yesu Kristo, kwa sababu kazi yake hako mahali pale kwa ajili ya wakati. Hako mahali pale sio kwa ajili ya kuchenga neno la Bwana, lakini hako mahali pale kwa ajili ya kutawanya neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaonya ya kwamba usiokae karibu sana na yule mtu asiyemcha Bwana. Ukikaa naye lazima utenge na maneno anayosema, kwa sababu anaweza kukukwasa katika safari ya wokovu. Usipendelee kukaa na mtu anayeroboka maneno, anayekaa kama debe ina maji, ukiongea inatoa sauti sana. Kaa na mtu yule anaweza kuadvise mbele utaenda kufanya nini. Ako na maono mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maneno mema yatakusaidia katika, itakuchenga katika wokovu wako. Utakuwa ukilala usingizi una uoga, una wasiwasi. Lakini ukikaa na mtu asiyemjua Bwana, atakupomoa katika utakatifu wa Bwana. Atakuambia mambo mengi, atakuchochea juu ya jirani yako, atakuambia maovu juu ya mshiriki mwenzako au mfanyikazi mwenzako, na utapata umehuzunika, umekuasika. Na ukiwa unakuasika, baraka zilikuwa mbele yako zitatoweka, kwa sababu kikwazo Yesu kukaribisha baraka za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kama wewe Mkristo, usikae sana kwa mtu anahusika na vitina, mwenye uchochezi, mwenye hawezi akakwambia utaendelea kivipi.
kaa na mtu yule anayo mambo ya kucha mema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukikaa na mtu, chunga yale maneno anaongea asije akakutoa katika utakatifu. Kila anaongea usimfiche ukweli, mwambie ukweli. Yeye anaweza kujua, anaweza kufikiria ya kwamba anajua ukweli kumbe alitoweka. Kwa hivyo akiongea kitu chenye akiusi Yesu Kristo, mwambie hapana, hapa sio jambo zuri. Usimuogope kumwambia ukweli, kwa sababu kataa kumwambia ukweli, wewe na njia yako na yake itakuwa pamoja. Kwa hivyo usikae na mtu asiyemjua Bwana sana, kwa sababu anaweza kupomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kaa na yeye katika njia za hekima na maarifa. Muonyeshe njia ya Kristo. Mwambie ili ninaweza na ili haliwezi. Ongea na yeye ukitumia methali ya Sulemani ama ukitumia katika hali ya mafundisho katika Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Muonye katika roho ya upendo na amani, asije akawa kikwazo katika njia zako. Bwana Yesu apewe sifa. Zaidi ya hapo, Sulemani akanena akasema, bali wenye haki watapona kwa maarifa. Wenye haki, wenye wako na msimamo, wenye hawezi wakalegea ati kwa sababu dada amesema, ati kwa sababu mama amesema, ati kwa sababu baba amesema. Kuna jambo mama anaweza kusema na baba kumbe ni ya kufanya nini? Ya kupoteza. Kwa hivyo lazima wewe kama Mkristo kwe na msimamo. Lazima umwambie hili ni mzuri na hili sio nzuri. Usifanye kwa ajili ya kumpendeza, fanya kwa ajili ya kumpendeza mwana wa Mungu. Wengi wetu wa Kristo tunafanya jambo ya kupendeza ndugu yetu, ya kupendeza dada yetu, ya kupendeza mama. Sijasema mkatae kupenda mama, lakini fuata vile Bwana ananena. Kaa katika utakatifu na uaminifu. Yeye anaweza kufanya achaamua katika safari, lakini wewe unaamua ile njia yake anapenda, sijaipinga, ni kwa ajili ya mawazo yake na fikra zake. Lakini wewe ndio unaujua mahali umetoka na mahali unakanyaga ni wapi. Usicho kaenda kama kipofu katika safari ya Kristo. Nataka uende kama mtu ameangaziwa katika roho na mawazo na mwili. Usimame na kuwe na msimamo. Kuna Wakristo wengi hawana msimamo, wako na uvuguvugu. Wakisikia kuna sauti mahali pale wanakimbia. Wakisikia kuna sauti mahali pale wanakimbia. Kila mahali wanaenda kwa sababu hawachamua safari. Lakini Mkristo mwema ni yule wa kuamua safari. Na hii safari utaamua ukiwa ndani ya Kristo. Na hii safari utaamua ukiwa katika maombi. Hii safari utaamua ukiwa na neno, lakini sio maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maneno mengi ya mwanadamu yatakukwasa. Utakuwa na usingizi, utachukwaza, utakuwa na maono, utachukwaza, utakuwa na maombi ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na haya yote ikikukwasa, utapokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtu umeamua ya kwamba umeamua peke yako. Usichokaamiliwa na ndugu yako na dada yako na mama yako. Ili ucho kachiamua wewe. Mahali unakanyaga ukae kama mtu yule amevaa kiatu ikimvinya, amesikia mahali amemvinya baka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, usichokafanya kitu ili ufurahishe mwenzako kwa ajili ya kuishi. Kuishi wako utakuwa kwa muda, lakini kuisha katika Kristo utakuwa kwa kung'aa usiku na mchana. Utatembea na yeye na atakuongoza vile yeye apendaye mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo umeona kwamba maandiko yanatuambia wenye haki watafanya nini? Wenye haki watapona kwa maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Na wenye haki wasita wipo muchi ufurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Waofu uangamiapo watu upiga kelele. Ati wenye haki wakiwa katika mahali muchi ufurahia. Kwa sababu kile wanaongea wanapitiza nje ya haki. Hawana upaguzi, hawapokei rushwa. Na tunaambiwa katika maandiko ya kwamba hao watu wakiwa kila mahali, hata kanisani, hata kanisa inaendelea. Wenye haki. Wenye haki wale wanaoamini Bwana, wanaomwamini Bwana na kutenda yaliyo haki mbele ya Bwana. Hawana upaguzi. Hawasemi huyu hatutamchangia kwa sababu ni watajiri. Hawatasema hatutanunua hivi, wacha wanunue. Mwenye haki akiwa mahali, maendeleo yanaonekana. Nao wanatembea katika hali ya maarifa. Hawapapasi huyu Yesu Kristo. Anasema ya kwamba sitakuchangia kwa sababu jana huku nizangia.
yeye upenda kulingana na mapenzi ya Baba. Wacha tuende katika mapenzi ya Bwana ndio tufike katika hiyo mwichi. Ndio wakati uko na vita na sida, ukiwa unagusa lile la basi ya Yesu Kristo, unapokea ushindi kwa haraka. Haleluya. Ndipo unaona ya kwamba Sulemani akanena akasema, uovu uangamia, watu upiga kelele. Uovu wakiangamia, watu wapiga kelele. Hawezi wakapiga kelele, ile kelele yao unajua ya kwamba muovu akiwasumbua kwa muda mrefu, ukisikia ametoka ameenda, roho yako inahuzunika ama inafurahia? Hati huyo mtu alikuwa anatesa mtu, amekuwa ametesa mtu katika mtaa. Huyo mtu hakuwa anatarajia watoto wengine wasome wapite. Huyo mtu alikuwa anahangaisha wengine kwa magonjwa. Huyo mtu alikuwa anahangaisha watu waweze wakatoka wapi kwa manyumba ikifika saa moja. Kwa hivyo maandiko yatuambia mwenye kutenda maovu ama muovu akiangamia, mchi upiga nini? Kelele. Bwana Yesu apewe sifa. Ni ile hali ya kuchikuta, kwa sababu kuna yule unaweza kuombea maombi yao isifike. Hako mahali pale kwa ajili ya wakati na wakati wa kuangamizwa. Kila tendo inatendeka kulingana na neema ya Bwana. Kwa hivyo unaweza kuwa umempenda zaidi, lakini Mungu anampenda zaidi yako. Enda kuwa umesema angekaa, lakini Mungu angeona angekaa, angeangamia zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila chombo tunaweka tuachie Bwana. Kila chombo unaenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Usiende kulingana na fikira zako na mawazo yako. Usiwe mtu wa kupepa maneno, kwa sababu utakuwa na njia ya kuomba maombi mfikie Mungu. Uwe mtu wa kuacha, usichokao mtu wa kurevenge, kwa sababu revenge inaweza kufanya nini? Kupoteza baraka zako. Wacha Mungu afanye revenge kwa niaba yako. Kila jambo achia Mungu atawale, kwa sababu alikuwa anajua ukifika tarehe 22 utakutana na magumu, lakini yeye ako na mpango miema kwako. Yeye anajua utageukache ile yako. Watu wakipiga kelele nduru kwa niaba yako, wanaona ya kwamba umepotea, wanaona ya kwamba umeanguka, lakini Mungu ako na neno moja tu. Anapenda kwa yule yoyote anaomwamini na kutenda mapenzi yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba mchi utukuzwa kwa baraka wa mwenye haki, bali mchi upenduliwa kwa kinywa cha muovu. Ati mchi utukuzwa kwa ajili ya wenye haki. Watu unashangilia kwa sababu ya wenye haki. Watu wanainuliwa kwa sababu ni watu wa kutii. Kanisa inainuliwa kwa sababu tukisema tukohoe tunakohoa sisi zote. Kanisa inainuliwa kwa sababu ya amani na utulivu, inasikana mikono. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona ya kwamba maandiko yatuambia mchi utukuzwa kwa baraka za mwenye haki, bali mchi upenduliwa kwa kinywa cha waovu. Ukataliwa. Kwa ajili ya wenye waovu, mchi ukataliwa. Unasema usitembee panda ya rungarunga, kwa sababu unatembea panda ya runga au watu ni wazi. Hawachali watoto, wanaua watoto kwa ua. Ukienda mahali popote wanafanya kitu kilio hasi. Kwa hivyo maandiko yatuambia mchi ukataliwa kwa ajili wenye kutenda maovu. Boma yenu inaweza kukataliwa kwa sababu kile kilio katika boma yenu. Sio ya kwamba sio ya kwamba mmeonewa. Kuna mchi unakataliwa kwa sababu ile kitendo inaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na maandiko yatuambia kuna ile mchi inatukuzwa kwa sababu wenye haki. Ukitenda mazuri unazidi kuonekana kila mahali. Hiyo maandiko yatuambia katika hiyo mchi. Kanisa yainuliwa kwa sababu watu wote waliokoka wanatii sauti ya Bwana. Inasemekana vizuri kwa sababu wao ni watu wa kujitolea kusaidia maskini, wajane na yatima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo unaona ya kwamba katika mtaa fulani kuna kanisa fulani yanatenda mema, kupitia hiyo mtaa, hiyo kanisa inapokea sifa, na Mungu akiwa katika kiti yake enzi anainuliwa.
Kwa hivyo ni heri ya kuinuliwa kwa ajili ya kutenda yaliyo haki kuliko kususwa kwa ajili ya kutenda yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia kwamba usiende katika hiyo boma ya fulani. Wale wasichana wako huko ni watu kama sungura. Sungura inakuwa na tabia gani? Wale wa vijana wako huko hawai wakasimama na mapipi. Ni watu wanatii maneno kuliko neno. Wale vijana wasichana wakai. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unasikia kwamba usioe katika hiyo boma. Hiyo boma ina masharti. Hiyo boma ni mama anaongea. Mama sio mbaya. Sasa kuongea ni mbaya, unizike. Ile boma ni mama anatawala. Usiingie katika ile boma kwa sababu utaenda na wewe kutawaliwa. Usiingie katika ile boma kwa sababu wale vijana walio hapo ni walevi. Wale vijana wako hawamjui Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mama mmoja akanitolea ushuhuda, aliolewa baada ya miaka kuzaa watoto 3 ndiye aligundua ya kwamba ni boma gani aliyeolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa alipogundua akaona ya kwamba atakaa na kimye. Alipotazama watoto wake 3 hakuona wako mzigo kwake. Alisema sitavumilia hata ikiwa mvumilivu ule mbivu. Sitaingia hii kwa simo kwa sababu mimi sitaweza kukaa na hii madhabahu. Mama Mungu alimuitisha mtoto, akamwambia mimi nataka tukae na huyo mtoto, baada ya siku 7 urudi alafu ukuje kumchukua. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe jirani ako nje anaelewa. Unajua mtu mbaya ako na rafiki yake na mzuri pia ako na rafiki. Hakaito akamwambia yule mama, yule mama alikuwa anakuambia ni wakati wake wa kutoa sacrifice. Kila mwana huo mka akiolewa mahali hapa lazima wachukue mtoto wao mmo. Sio tafadhali ni kuamka asubuhi kupiga nduru amepata mtoto ameku. Aliposikia hiyo chambo asubuhi aliamka na kuenda. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema sasa ni wakati wako, huyo mtoto anatolewa sacrifice. Kama utakubali akae nayo uamue ushike. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndipo unasikia kwamba maandiko yatuambia kwamba mji utukuzwa kwa baraka na kwa baraka ya wenye haki, bali mji upenduliwa kwa kinywa cha mwovu. Asiye na akili mudharau mwenyewe, bali mtu aliye na ufahamu unyamaza. Mwenye hekima na maarifa yeye atiokengeo umutusi ache, yeye ananyamaza na kuangalia. Akikuangalia wewe unaona ni mchinga, sio mchinga, anaongojea Mungu amtendee. Wewe jifunza kunyamaza kwa yale masito na ukutana nayo. Omba Mungu, umwambie wewe una njia, una namna. Hakupiganie vita, akusimamize katika neno. Akupatie roho ya uvumilivu na roho ya imani ndani yako. Ndio kwa sababu masite kuicha akushindanie. Kwa sababu maandiko yatuambia yule anayonyamaza ndiye apokea ushindi. Mama alitoka na tangu atoke achawahi kusikia simu kutoka nyuma wala kuuliza mwanaume uko ache. Mwanaume walikuwa pamoja naye. Mwanaume mzuri angeuliza ya kwamba umeenda wapi na watoto siwaoni. Amesomesa, Mungu amemchalia, amesomesa watoto wake wamemaliza form 4. Tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usichifunge na nyororo ukisema ya kwamba nitaomba. Kuna maombi ukiombe uweze kufika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Neno inua mwanadamu anayemtegemea Bwana, lakini maneno upoteza mwanadamu anaongojea maneno kutoka kwa watu. Wewe kuwa mtu wa kuomba na kumngojea Bwana. Mwambie wewe ni kipofu, utuapo utokao wapi wanaenda wapi. Mwambie basi nataka unisimamisha katika neno, unisidi kutambua yali yake na maovu, ili nisiche nikaangamie katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo usije ukashike giza ya kwamba uishi katika nuru. La, uwezi ukashika giza uishi katika nuru. Uwezi ukasema, na maanisha hivi nikisema hivi.
Uwezi ukasema wacha nifanye ili nifurahishe mahali niko ndio nipota nuru. Hapana. Utapokuwa giza wa giza kabisa. Ambia Mungu, wewe kuwa mwamulizi wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisikia kwamba huyo mwanaume angekuwa mtu anaomjua Mungu, anaopenda watoto wake na mke wake, akampigia simu. Kwa sababu connection yake kukuwa na mke wake, ndio kwa sababu amenyamaza mpaka sasa hivi. Ole wao wale wanaotumikia miungu wakisema ya kwamba wanaelekea Kanaani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo Mungu unayotegemea ni ya muda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mathayo yaniambia kwamba tumepewa wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Nene inatawala kwa Mkristo yule ameamua kufuata safari ya Yesu Kristo. Nene umtawala kwa yule mtu anachua kunyamaza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nirudie 12. Asiye na akili umdharau mwenziwe, bali mtu aliye na ufahamu unyamaza. Asiye na akili umdharau mwenziwe. Unaambia ya kwamba hii boma iko na mali, mbona unachipendua? Mali inakuwa kwa ajili ya muda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wale wasiojua neno la Bwana na kulitambua. Lakini mali udumu kwa wale wanaosimama katika neno na kutii sauti ya Bwana. Haleluya. Wewe kuwa mtu wa kutii sauti ya Bwana. Mwambie wewe Mungu unahitaji akurekebishe. Kwa sababu yule anayekubali kurekebishwa ndio mwana wa Mungu. Asiyekubali kurekebisha sio mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usifungwe na giza ukisema tuko katika safari. Katai giza ndiye kutoweka kutoka kwako. Ambia Bwana, nilizaliwa nikiwa uchi na nitakufa nikiwa uchi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtu uko na msimamo, kwa mtu unachua kuchielezea, kwa mtu wa kuamua wewe peke yako. Mawazo yako na fikira zako sikuongoze kutoka kwa Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiwe na wasawisi wingi wenye weza kukupoteza. Kwa msawisi wake ni Yesu Kristo, akae ndani yako na atawale. Amen. Bwana atawale na atende yaliyo makubwa ndani yako. Kwa sababu vita ni yake, atakupigania. Atakuonyesha njia zake za ukweli zinazoweza kutumu katika maisha yako. Umwambie Bwana, mimi nimekuja, unisae tena, unirudie katika fikira. Unitangulie kila mahali naenda. Nionekane giza, nionekane nuru, nisije nikaonekane giza. Kwa sababu giza ikiingia, hakuna wakati nuru itaingia, isipokuwa ende kwa makoti, usame kwa maombi, utubu sana. Lakini kumbuka ya kwamba kuna wale walitubu wakiongojea Bwana, lakini hawakumuona. Kwa sababu ni nia zao ya kwanza, uamuzi wako kuwa uamuzi wa Kristo, ilikuwa uamuzi mbaya. Usichokae na uamuzi mbaya, uchenge foundation mbaya, halafu mwambie Bwana sikujua. Amua saa hii ukisikia sauti ya Bwana, usirare, usitisetize. Ukue katika neno na neno itasidi ukuinua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenye kitango akisingizia ufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu usitiri mambo. Roho ya mwenye kitango, yeye ukazwa mpaka akatoa siri iliyo ndani yake. Kwa sababu yeye sio mtu wa kuamua kutenda, amerasimishwa. Usiwe mtu wa kurasimisha katika wokovu. Ukuwa mtu wa kuamua katika safari. Usiwe unapembelezwa ndio kuwe mwewa. Unaulizwa ndio upembelezwa ndio itikie. Kwa mtu wa kuamua. Kwa sababu uamuzi wako wa leo ndio nini ya kesho? Kwa hivyo ukiwa mtu unarasimishwa ndio itike, wewe unaenda kuangamia. Kwa sababu maandiko yananiambia kwamba aliye na kitengo akona siri ndani yake. Kwa sababu hiyo siri hata itoa kabla hajarasimishwa kutoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bali mwenye roho ya uaminifu usitiri mambo. Mwenye roho ya uaminifu kila mahali anaenda, mwenye roho ya uaminifu. Uwe mwaminifu katika njia zako zote. Katika njia ya uaminifu inaweza kutoa kwa masaka, inaweza kutoa kwa vita mingi. Kuwa mwaminifu unaweza kuokolewa hata ikiwa yule asiyekuchua, aliyekuchua yuko karibu na wewe.
Kwa hivyo tumehesabiwa kwa wenye haki katika safari ya Bwana. Ukiwa umeamua katika hii safari, lazima uamue vyema. Usiamue kwa ajili ya mtoto wako, usiamue kwa ajili ya dada yako, usiamue kwa ajili ya ndugu yako ama wazazi. Wazazi njia zao siko sinaenda, masikio yao inaendelea. Kila mtu na musi wake. Kuna yule anaamua kukula cabbage, kuna yule anaamua kukula sukuma. Hiyo utapinga kwa sababu ni mawazo yao, lakini wewe umeamua kufuata nani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo utakula sukuma kwa sababu ndugu yako na dada yako wanakula sukuma? La, lazima ukuwe ni uamuzi ulio mwema, ndio Bwana akupokee katika kiroho, akuonyesha mtoto wangu sitaki upotee. Kwa hivyo sisi wa Kristo ndio tunajipoteza katika hii safari. Hii safari inataka mtu amejiamua, amekuwa mwaminifu katika njia za Yesu Kristo, amefuata yeye peke yake, hata vita kicho usimama pamoja naye. Haleluya. Kuna siri wewe Mkristo usioamua uwezi ukaitambua, uwezi ukaichua kama uchamua kukaa katika Kristo. Utakuwa muda mrefu, ukija kuitambua itakuwa too late. Lakini kwa Kristo hakuna late. Ukiwa umeamua, amua leo. Bwana Yesu apewe sifa. Pasipo masauli taifa huanguka, bali kwa wingi wa masauli ucha wokovu. Pasipo na masauli taifa ukafanya nini? Lakini mahali palio na masaidi taifa uponya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukiona hakuna maelezo ama kielezo kizuri katika taifa hili, itasimama. Kama hakuna maombi, hakuna taifa itasimama. Wacha hii hali wanasema la kwamba wao wanajua. Hawajui. Bila Yesu, bila kuombewa, bila kusimama nyinyi kanisa na hao, hawezi wakasimama. Sitaki wewe Mkristo uliokoka uchione. Nataka umuone huyu Yesu Kristo aliyokufia msalabani. Uone yale matatizo aliyopita. Ile vita alikuwa nao wakati tupate ukombozi. Mahali alipitia, hakuna mwanadamu hata mmoja amepitia. Hakuna mwanadamu amemwaga damu kwa ajili ya nchi. Wengi wanamwaga kwa ajili ya kubenefit wao wenyewe. Hawachamwaga kwa ajili ya kuwakomboa. Ama wanamwaga kwa ajili ya kuwakomboa. Wanamwaga kwa ajili ya njia zao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni lazima usike masauli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Uwe mtu wa kukana maovu, wa kuomba zaidi, ndio Bwana asimame pamoja nawe. Ndio hata malaika wa Bwana wakuchukua ile ripoti yao, wasema yule anayestahili kuitwa mwanangu, yule anayestahili kuitwa mwana wako. Katika njia tunayotembea, tutembee katika njia ya nuru. Tujitenge na njia za giza. Tujue ya kwamba ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anaelewa kwenda kwa sini ofisini, atapewa faini ama atafutwa. Lakini kuchelewa kucha kanisani, anaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua malaika yeye wa Bwana mko na yeye kila mahali. Utembee uone ni kazi gani unafanya mpaka mahali umefika. Ukiingia katika rango ya kanisa, anajua unawasa nini. Tujitenge na fikira mbovu ndio tumpokee huyu Yesu Kristo. Awe mhuduma kwa wakati wote katika maisha yetu. Tumuongojee yeye kwa saburi. Haleluya. Kwa saburi na nyimbo nzuri. Ndio wakati atakaporudi atuchukue tukiwa wakamilifu na watakatifu. Lakini anasangaa atakuja kurudi kuchukua nani? Kwa hivyo ile muda Mungu wako amekupatia ya kupumua. Wacha hiyo unasikia yule alilonjeka siku moja akaenda. Huyu alilala asubuhi ya kuamka. Ingekuwa wewe, ingekuwaje? Wewe umejiandaa katika hii safari ama wewe unasinda kupiga wengine vita? Wewe unasidi ukiingia kwa nyumba ya fulani unapomoa hiyo nyumba, ukienda unaacha kisirani kwa watoto, magonjwa ya harari ya pimusiki. Hiyo ndio furaha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mwana wa Mungu anapotazama anashindwa atakuja kuchukua nani? Kwa sababu wote wameasi, wamegemukiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima sisi kama Wakristo tujihatari na mambo yasiyomfurahisha Bwana. Tuangalie ni jambo gani inaweza kupata, inaweza kufanya imtukuse huyo Mungu. Akuongezea masiku, akuinue katika safari, aupokee neema machoni mwake. Ni jambo gani? Wachana hivi tena.
roho ya kuinukiana, roho ya kuchukiana kizinizini, hiyo ya kunena maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo yote unaachia Bwana. Ni jambo gani unaweza kufanya ndio liguse Mungu wetu mahali yako katika kiti Yesu? Kwa sababu maandiko yanatuambia ukitenda yaliyo maovu ni kumrudisha kule msalabani. Analia, anaomboleza. Lakini ukitenda yaliyo haki umegusa moyo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia hivi 14, pasipo Masauli mataifa huanguka, mbali kwa wingi wa Masauli ucha wokovu. Amudaminiaye mgeni akosi atamia, achukiaye mambo ya damana yu salama. Achukiaye maovu angali salama. Amudaminiaye mgeni akosi utamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yule anayedaminia mwenzake awezi akakosa kile jambo Bwana ameahidi kwake. Lakini yule ambayo maandiko yatuambia, maandiko yule achukiaye mambo ya damana yu salama. Bwana Yesu apewe sifa. Yule anaochukia mawaida yasiyofurahisha Mungu, yule anaochukia tendo lisiyofaa mbele ya Bwana, maandiko yatuambia ako salama. Kwa hivyo wewe ukitaka ujitenge na maovu, ndio njia zako sikuwe sawa, wewe jitenge kabisa. Wewe msikilia huyu Yesu Kristo, vile yule mwanamke alikuwa mgonjwa, alisika vazi lake na akapokea uponyaji. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke wa adabu uheshimiwa daima. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona wachasema mwanaume mwenye adhabu, lakini wametumia mwanamke? Mbona wachasema mwanaume? Wametumia mwanamke kwa nini? Kwa sababu anasema mwanamke aliye na adhabu uheshimiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Wakati wangu kukua, tulikia na nyanya alikuwa anatufundisha vile alikuwa anakaa. Kitu kimoja alikuwa anasema, ukuwe na heshima. Ukuwe na heshima ndio utapata ndoa nzuri. Lakini ukiwa mtu wa kwenda Tanzania, Uganda, Nairobi, mnanielewa, utapata ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maswali tulikuwa tunamuuliza tukiwa kikundi. Wakati huo walika yangu tulikuwa tunamuuliza, unaweza aje jua yule anayokuja katika boma yeye pia ni mwaminifu, yeye pia ni mtu mzuri, na yule pia anakuja kuoa ni mtu mzuri? Alikuwa anatuambia hivi, ukiona mwanaume anakuja katika boma anataka kuchukua mwanamke, ameelezewa na yeye ataki mtu anarandaranda. Kitu kimoja, wakati wa kulima asubuhi anatumwa karibu na kwenu, anaangalia, anachificha kwa msitu, anaangalia vile unalima, anaangalia kama mlikuwa wawili watatu, vile mnaongea, vile mnachubiana. Baada ya kumaliza, kuna yule anaona wakati unaotoka kwa hiyo zamba unapepa kuni ama upepi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Siku hizi tunatuma hata mama mkwe, niletee hiyo kitu. Lakini zamani haikuwa hivyo. Alikuwa anapewa heshima yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini siku hizi sisi tunawatuma, ukienda kwa soko niletee nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika enzi ya manyanya zetu hawakuwa wanatuma, walikuwa wanaenezea zima. Na mwanamke hakuwa anakuja kuolewa kama hajachunguzwa. Ukiwa wewe ni mtu unapenda kurandaranda, utakaa muda sana bila kuolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule wa kurandaranda mnaranda na yeye akipatikana kwa barabara anapiwa ile viboko hajaiona. Nani alifikia hiyo kitu? Kuna mtu alifikia hiyo jambo. Wanatandikwa mbaya. Niliona mmoja alitandikwa mpaka miguu ikavunjika. Mwanaume bwana alichabwa mbaya. Wacha siku hizi mchezo,
Unapata ile ng'ambo na hii hawaoni, lakini wanaoana. Samani wakati wezi wa nyanya zetu haikuwa hivi tendeko. Watu wacha sikuishi. Ati mnatembea mkisikana mikono ya nini? Mna expose yourself ya nini kwa barabara? Heshima imekosekana. Hata uwezi ukatembea na kijana yako, uwezi ukatembea na watoto wako. Mzee uwezi akatembea ama ni anatembeanga. Aibu. Ndio naona wakati wezi wa manyanya zetu watu walikuwa wanapokea baraka, lakini siku hizi we struggle. Kama muoni, siku hizi unaona magonjwa yamejaa ya nyanya na tiba. Yaani watu wanakosesa heshima. Hata siku hizi ukikaa kwa gari, mtu overweight yake akiingia uwezi ukaamuka, unasema ulilipa. Ujue ya kwamba kuamuka unaweza kujiongezea masiku. Uwezi kuamuka unaweza kujiongezea yani miezi. Lakini unaona ni kawaida. Unaona kama siku hizi watu hawachii wa kuongea na wakubwa wao. Mimi nasemaka napenda kufundisha, nasema mama yako na baba yako sio mkubwa wao peke yako. Yule aliyo na miaka zaidi yako ni mkubwa wao. Kwa hiyo mpatie heshima, ndio baraka za yule unapatia heshima zikuandamana. Lakini siku hizi hakuna. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walikuwa wanakuja wanajificha. Huyo ni mwanamke mwenye heshima wanatafuta. Hawachui kutafuta wetu. Sio siku hizi mtu anaoa miezi 2-3 anatuba yeye. Anaona mwingine. Yaani anaenda akichagua ni kama ameenda kwa nini? Aogopi. Siku hizi mnaita ni homa. Homa ya nini bwana? Unashikatia masiku. Unasema ni homa. Unaharibu hekalu ya Bwana. Ungekaa muda mrefu uone watoto wako wajukuu wako ndio ufurahia nao. Sasa unaanza kusema ni homa. Homa gani hiyo? Bwana Yesu apewe sifa. Ni homa ya COVID-19. Hata ilikuwa nakuja na kufagilia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ulikuwa uko hai mpaka saa hii kufagiliza, ushukuru Mungu. Kwa hivyo ni wengi walilala. Wenye walikuwa na mamilioni kwa benki yako wasaidia. Na wengi kuchia ingekusaidia. Kwa hiyo yule aligusa na hiyo gonjwa na kuponya na anafaa apige makoti ya muombe Bwana ya kwamba hata muomba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba Bwana Yesu apewe sifa. Tuko mstari. Kumbe hatuoni. 16, mwanamke wa adabu uheshimiwa daima. Mwenye ako na adabu afanya nini? Anaheshimiwa kulingana na matendo yake. Mkikutana na yeye anakusalimia na heshima. Anaongea vizuri. Kama ni mtoto, kama ni mwanafunzi ukikutana na mama mwenye kanisa unamsalimia vizuri. Lakini sio unafuata ile vitina mama yako alikuwa anaongea na baba yako kwa nyumba. Anasema kwamba hata kurigista ajui kuongoza. Si yeye akuja ongoze. Yaani wewe unafuata yale mawaida yaani wazazi walikuwa wanaongea unaweka kwa ukiona sasa kiongozi katika kwa yeye utamuona ni kiongozi, utaona yale mambo yalikuwa yananena. Ole yao wale wazazi wanaongea maovu juu ya wale wanaongoza katika mahali wako. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata anaongea juu ya jirani yako, ukimpata unaweza kuanguka. Lakini wacha niwaambie, kuna jambo kama wewe uchaano utajifunza, nataka leo ujifunze. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watoto wetu wanafaa tuwafunze vyema. Watu ukosana na urudiana. Na hiyo ni hali ya wanadamu, si ndio? Lakini usionyeshe mtoto ya kwamba tumekosana na yule usimsalimie. Uwezi ukachua siku utaenda. Kwa sababu kuishi ni bahati na kukufa ni rasi. Uwezi ukachua siku utatoka ulimwengu. Yule mtoto wako aitisa usaidi. Na yule alikuwa anamuona na tema mato ndio anataka amsaidie. Nafikiri atamsaidia? Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Inafaa watoto wafundishe hekima na busara na uerevu. Watokapo waingiapo wao watoto wenye wanesimika. Usiwaambie kwamba ile mchi fulani ukikuta mtu usimsalimie. Usiongee na yeye akikuongea, wewe unachenga mtoto vibaya, kwa sababu wewe ujui wakati utatoka ulimwengu. Na wakati utatoka ulimwengu utamwachia nani? Wakati maafa itakucha ya malaria, mpate mumeenda nyinyi nyote, watoto wamepaki, utawaachia nani? Watakuwa wameweka rekodi mbaya kwa mtaa, hawatasaidiwa kwa sababu vile ulikuwa unawafundisha uko wafundisha vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unaweza kusupport mwenye ana heshima? Nani anaweza kusupport mtoto ana heshima? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mmepita mtihani, hata mimi siwezi kusupport mtoto ana heshima. Inaweza kuwa mzazi ni mbaya, ni msupport kwa ajili ya heshima yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mama, ukisapata mtoto ukimsaa ni wa watu wote, sio wako. Kwa hivyo tabia ile utampatia ndio atonye sana katika mtaa. Ukiona amebadilika, mwambie watu wakae hivi. Tulikutana na pole kwa ajili ya kuongea haya, lakini nisikia kiliniuma. Tulikutana na mtoto mmoja akanielezea shida, akasema alimaliza form 4 anataka usaidizi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati aliniambia nataka usaidizi, ngamwambia uacha matokeo metokee. Kabla haijatokea nataka uchuni mahali fulani uende. Tuko pamoja? Nikamwambia ya kwamba unachua mtu kukusaidia ni kung'ang'ana na kuchitolea, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati huyo siku 2-3 walikutana na mfanyikazi wangu, alimtusi mbaya, ila hata ukiambiwa uwezi ukaamini. Na ni mtoto anasema amefanya form 4. Unaenda hiyo masomo ulisoma ni ya nini sasa? Kuna masomo mengine yanashindwa. Watu wanasoma wakuwe werevu ama wajinga. Na ni mama, mtoto wake ni kama waine kwa huyo mama, lakini alimtusi mbaya. Hiyo mtoto siku moja aliniambia walikutana na yeye kumsalimia. Ya pili kumuona aliongea mbaya, ile nyingine uwezi ukaongea. Osua uwezi ukaambia dada yako kama ndugu yako. Nikauliza huyo mfanyikazi ulimfanyia nini? Sikuongea. Nikamwambia hata siku nyingine akitusi usiongee na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia usaidi sio ya kwamba niko na mali mingi nasaidia. Ni kwa ajili naomba Mungu afungue njia nipate kumsaidia na yeye aendelee mbele. Si ndio? Nikamwambia sasa usaidi wangu na yeye imeisha. Na saidia yule mtoto ako discipline. Anapenda kujiaddress kwa, anajua vile anakaa na watu. Unasaidia mtu anakuja kuwa criminal kwa watu. Ana heshima kwa watu wakubwa. Kuheshimu sio heshimu baba yako na mama yake peke yake. Heshimu yule aliye mkubwa wako. Bwana Yesu apewe sifa. Heshima sio lazima mama yako na baba yako ndio unawaheshimu, na wale walio wakubwa wako, walio kutangulia kuona ichwa, uheshimu ndio pokea baraka kutoka kwa mama. Huyo aliongea dada, ngamwambia usiongee zaidi hapo. Wachana hiyo. Huyo tumemalizana. Na wakati nitakutana akinichibu itakuwa sawa, lakini kwa sio kwa sawa. Hiyo ni criminal tayari. Amefundishwa, ameewa mitindo, na hiyo chambo unaona anaongea ni kama ametoa kwa wazazi, sio kwa marafiki. Ni kwa wazazi. Sasa na kuna chambo inaweza kuongea juu yako kwa ajili ya wivu. Mtu anaongea kwa sababu angetaka wakae mahali pale. Na akikaa mahali pale hawezi akafanya ile kazi unafanya. Tuko pamoja? Kwa hivyo sisi wazazi, hasa wa mama, tufunze watoto vizuri. Kwa sababu kwa nini nimesema wa mama sijasema wa baba? Wa mama ndio tunakuwa karibu na watoto. Hata ukimwambia baba yake akija usimsalimie, usiongee unatoka, mtoto asitii.
Anasikia hivyo. Kwa hiyo mama, tufunze watoto vyema. Unaona kama huyo mtoto alikuwa anatusi huyo mama vibaya sana. Amechirani baraka kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyo mama akienda amwae machozi na ni mchana, itafika juu ama itafika? Kwa hivyo tujue vile tuwegee hao watoto, tuwafunzile vizuri. Tuambie vile wanaweza kukaa, ndio wakati mmoja ukitoka atakuwa na usaidizi. Ajue vile anakaa na watu. Funza wale wetu wanakaa na watu. Kuna watu wengine hawajui kukaa. Kuna watu wengi wamepoteza baraka kwa sababu hawajui kukaa na watu wazima. Wanaona ni kama kawaida. Wanaona ni yule tunakaa naye kwa yule mtaa. Wanaona ni yule, lakini hawana heshima na yeye. Lakini heshima sio tumwa. Maandiko yatuambia mwanamke mwenye heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke mwenye adhabu ndio heshimiwa. Vile hapa awali walikuwa wanaheshimu, wanawake walikuwa wanyenyekevu na watulivu na amani. Sio wanawake walikuwa wanarandaranda huku na huku. Ndio nirudie nikisema vile last week. Mwanamke unachiheshimu ndio usimiwe. Sio ati wewe ni mchane, wewe ni single mother, wewe ni msichana, uko Kiturai, uko Nyacheki, uko Uganda, ati wewe ni msichana pia. Ati unatafuta nini hiyo? Unatafuta ndoa? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mtakutana na Murusia. Murazi hapa ni nani? Utakutana na Murasi, utaenda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Utakutana na Murasi, utaenda wapi? Ukitana na Murasi, alafu unaenda kustaki Murasi, unamstaki nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi kama wanawake tujiheshimu ndio tuwezimike. Uwe mchane, Bwana Yesu apewe sifa. Uwe single, Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja. Uwe yule unaotafuta ndoa. Unielewe. Unafaa ujiheshimu ndio zimike. Kwa sababu enzi ya manyanya zetu walikuwa wanaangalia ni mwanawika gani anaweza kuingia Boma yapata kuolewa. Sio saa hii wanaume nao wanaenda wanapepa huyu wanaenda wanaruhusa. Sasa hawajui baraka zao zinapotelea wapi. Hawajui kama ni wa kwanza alifukuza akaenda akamwaga machozi, akainama akinuka, akaongea yale aliongea. Sasa hata akitafuta bibi anaona giza. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitafuta bibi unaona giza because ulitupa watoto wako wa kwanza. Uliacha wakilia. Bwana Yesu apewe sifa. Ujue yule alilia, unajua machozi ya wanawake huvika haraka. Ikiwa ni mwanamke alikuwa ameokoka na ameamua kumfuata Yesu Kristo, machozi yao inainuka haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usione ni kawaida ati wamama wamechaa. Wamama gani? Utakutana na huyu alikutana na wengine sasa wanaomboleza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo hii ndio wakati wewe Mkristo unachiamulia. Ni wakati wewe mama unachiamulie. Jiheshimu ndio pata kuheshimika. Ndio hata watoto wako kapita, hata ukiwa zingo wanasema yule ni mtoto wa fulani mwenye ako na heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wale wanaongelezwa hata watoto wamekuwa wakubwa wanashindwa kuvita mtaa. Na angala yule wa fulani, unajua mama yake ako na tabia gani? Unasikia na saundi aje? Na saundi pea wa mama. Yaani yule mtoto wake anadharuriwa kwa sababu ile kitendo unaofanya katika mtaa. Ujiheshimu. Ndio Mungu afungue milango na madirisha ya baraka. Unaona haraka. Nikwambie hii haraka yako haina baraka. Utagonga kwenye yule yako kule kotini anagonga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kitu ya maana ni kujiheshimu na kumfuata Yesu Kristo. Kaa katika neno, muite huyo Bwana ya kwamba utamuita. Utamwambia Bwana unahitaji, unaona yale mateso unayopitia.
Unaona mahali natoka naelekea wapi? Unipatie msimamo. Msichana ombe unataka Mungu akukomboe. Sio kusema umesika ID unarandaranda. Randaranda hata hiyo elimu yako utaikura. Heshimu ndio pate kuheshimika. Na jina lako lipate kusound vyema. Kila mahali unaenda unaambiwa unaona wale watoto wa fulani wako na heshima. Sio naangaliwa. Unajua midomo ya watu ni mibaya ama ni mizuri na wabarikiza. Midomo ya watu ni vibaya. Ukiona watu wameanza kunena juu yako, jua ya kwamba umeenda kuangamia. Kwa hiyo sikubali unenewa maovu. Kwa sababu laana husika kwa haraka. Ukinenewa maovu na unatenda maovu yanakushika. Ukinenewa maovu na utendi maovu yaweze kukushika. Kwa hiyo jua ya kwamba uwe na adhabu kwa kila jambo, ndio Mungu apate kutukuzwa ndani yake. Ndiye unajua kwamba yeye sio mtu wa kubabaswa. Yeye akiamua katika safari ameamua. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na watu wakali ushika mali siku zote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana yuliwe. Mwanamke wa adabu uheshimiwa daima, na watu wakali ushika mali siku zote. Walio na msimamo kwa kila jambo, wasiopenduliwa, wasiyepayuka, yeye ukaa imara katika njia zake, na katika mali walio nayo ikuwa msimama kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunafunzwa ya kwamba tuwe na adhabu katika njia zetu. Tuwe watu wa kutii sauti ya Bwana. Tuwe watu waliomjua Bwana, sio wasiomjua Bwana. Tukae kulingana na mapenzi na neema ya Bwana, ili wakati Yohana wa Mungu atakaporudi atuchukue. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ukiamua kukanyaga huku na kule, ujue kwamba yuko katika safari, unataka mambo yako isi hapa. Wacha kuita mambo mingi kama homa. Wewe mbona unatafuta homa na yeye cha kutafuta? Wewe ndio unajitakia homa. No anaharibu China. Hata ukienda utaharibu China ya ukoo ama itaharibika? Utaharibu China kama umewata watoto, utaharibu China ya watoto. Kwa hivyo wacha kusema ni kirara sitaona, lakini ujue kwamba hukumu iko. Mbarikiwe sana. My name is Betty Mnagada and I have a son. Baby Jesus, baby Jesus, I love you, I love you. You are my Savior, you are my Savior. Every day, Toto Yesu, Toto Yesu, nakupenda, nakupenda. Wewe ni Mwokozi, wewe ni Mwokozi wa kila siku, wa kila siku. Karibuni. My name is Valentine and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 9 verse 10. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Dunia ndugu sio kwetu, tuwasafiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi
majina ni Enoch na niko na wimbo. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu, wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti, wakionyesha unabii wa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Danieli mtumishi wa Mungu aliota ndoto ya ajabu, wanyama wale tofauti, nguvu zao ni tofauti, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka, wakionyesha unabii kwa uongo utakaoshuka. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke, jitetee jina la Mungu, Sabato uikumbuke. Nguvu za giza zinagonga ila milango ya kanisa, lengo lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Nguvu za giza zinagonga ila milango ya kanisa, lengo lake ni kuharibu sikukuu ya Sabato. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Watu wa Mungu waanguke, wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato ikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato ikumbuke. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza, zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Tangazo kubwa litafika, dunia ilikitangaza, zamani zile za mnyama na 666 kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Kwa watu wote duniani, wamuabudu mnyama. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato ikumbuke. Shika imani ya Mungu, ukatae yanayokuja, jitetee jina la Mungu, Sabato